jinsi ya kupangilia mwaka wako. Kila mmoja wetu ana masaa 24 kwa siku 7 kwa wiki na miezi 12 kwa mwaka. Lakini kwa nini matokeo yanatofautiana sana? Kwa nini kuna watu wanapiga hatua kubwa ndani ya mwaka mmoja huku wengine wakikaa sehemu ile ile kwa miaka 5, 10 au zaidi? Hakuna mwaka unaosema haya, fanya hivi ufanikiwe. Mwaka ni kama ardhi tupu isiyokuwa na chochote. Kile utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Ukipanda uvivu utavuna majuto. Ukipanda nidhamu utavuna mafanikio. Leo tunazungumzia jinsi ya kuupangilia mwaka wako ili usiishi kwa lawama, visingizio na maswali yasiyo na majibu, ili kufikia mwisho wa mwaka uwe na ushuhuda na maendeleo yanayoonekana. Kuna kijana mmoja kila mwisho wa mwaka alikuwa anasema, mwaka ujao nitabadilika, mwaka ujao nitaanza, mwaka ujao nitafanikiwa. Lakini kila mwaka uliopita maisha yake yalibaki pale pale. Siku moja alikaa chini akaulizwa swali rahisi sana, ulipanga nini kwa mwaka uliopita? Alinyamaza kimya kwa sababu hakuwa na kitu chochote cha kujibu. Ni kwa sababu hakuwa na mpango ulioandikwa, hakuwa na mkakati, hakuwa na ratiba. Alikuwa anaishi maisha ya kubahatisha tu. Mwaka uliofuata akaamua kuandika malengo yake, akayagawa kwenye makundi madogo madogo, akafuata hatua moja baada ya nyingine. Mwisho wa mwaka ule maisha yake yalibadilika, sio kwa sababu alibahatika, bali ni kwa sababu alipanga malengo yake. Baada ya kuelewa kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa mipango na malengo. Sasa tuangalie nguzo kuu 5 zitakazokusaidia kuupangilia mwaka wako ili upate mafanikio ya kweli. Nguzo ya kwanza, anza na malengo ya muda mfupi. Watu wengi wanapenda kuanza na ndoto kubwa sana. Nataka kuwa tajiri, nataka kufanikiwa, nataka kubadilisha maisha yangu. Lakini swali ni je, hizo ndoto zote ulizonazo unapa kuanzia ili ufike hapo? Na malengo ya muda mfupi ni kama ngazi. Huwezi kuruka kutoka ngazi ya kwanza hadi juu ngazi ya 10 bila kupanda hatua za chini. Malengo ya muda mfupi ni yale yanayoweza kutimizwa ndani ya mwezi mmoja, miezi 3 au miezi 6 mpaka mwaka mmoja. Mfano, kusoma kitabu kimoja kwa mwezi, kuokoa kiasi fulani cha pesa kwa miezi 3, kujifunza ujuzi mdogo mmoja ndani ya miezi 6. Malengo haya yanakupa motisha, mwelekeo unaojenga imani binafsi ambayo ni muhimu sana kwenye safari ya mafanikio. Na nguzo ya pili, andika malengo yako. Kosa kubwa watu wengi wanafanya ni kusema malengo yangu yapo kichwani. Hapana, unakosea. Ukifanya hivyo unakosea kwa sababu lengo lisiloandikwa hubaki kuwa wazo tu. Je, ni kwa nini uandike malengo yako? Ni kwa sababu kuandika malengo kuna ulazimisha ubongo kufikiria kwa umakini na kufanya lengo liwe halisi. Jinsi ya kuandika malengo: andika kwa lugha rahisi, andika kwa uwazi, andika kwa kipimo au ukomo wa muda. Mfano mzuri unaweza kuandika, ndani ya miezi 12 nataka kuongeza kipato changu kwa asilimia fulani kupitia kazi au biashara. Andika malengo yako mahali ambapo utakuwa unayaona mara kwa mara, ili kila unapoyaona yakukumbushe wajibu wako kwa maisha yako mwenyewe. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayo-upload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Nguzo ya 3, andika mkakati. Kuweka malengo bila kuwa na mkakati ni kama kusafiri bila kuwa na ramani. Mkakati unajibu maswali yafuatayo: je, nitafanyaje? Nitafanya lini? Nitafanya kwa rasilimali zipi? Mfano, kama lengo lako ni kuongeza kipato, mkakati unaweza kuwa ni kujifunza ujuzi mpya, kuanzisha chanzo kipya cha mapato. Mkakati unahitaji ratiba, nidhamu na kujitathmini mara kwa mara. Na nguzo ya 4, usifanye mambo yote kwa wakati mmoja. Hili ni kosa linalowachosha watu wengi sana. Watu wanataka kubadilisha maisha kwa siku moja. Ni kitu ambacho ni miujiza kwa kweli. Na kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, matokeo yake ni uchovu na kukata tamaa. Maendeleo ya kweli yanakuja kwa hatua ndogo ndogo lakini endelevu. Chagua jambo moja tu muhimu, lifanyie kazi, likiwa sawa na ukalikamilisha, songa mbele kwenye jambo lingine. Naweka akilini siku zote, maji yanayotoka kidogo kidogo hujaza ndoo. Nguzo ya 5, timiza lengo moja moja. Kila lengo unalotimiza linakuongezea kujiamini, linakuongezea hamasa, linakuandaa kwa lengo linalofuata. Usipuuze mafanikio madogo, sherehekea kila hatua uliofikia. Watu wanaofanikiwa sio wale wasioanguka, bali ni wale wanaomaliza kile walichokianza. Somo la kujifunza kwa siku ya leo ni kuwa mwaka wako hauharibiwi na watu, hauharibiwi na hali ya uchumi, hauharibiwi na bahati mbaya wala mikosi. Mara nyingi mwaka wako unaharibiwa kwa kukosa malengo. Na leo umejifunza nguzo 5
za kupangilia mwaka wako, ambazo ni kuanza na malengo ya muda mfupi, kuandika malengo yako, kuandaa mkakati, kutofanya mambo mengi kwa wakati mmoja, na mwisho kabisa ni kutimiza lengo moja moja. Ukifanyia kazi mambo haya, hautamaliza mwaka ukilalamika. Utamaliza mwaka ukiwa na ushuhuda. Anza sasa. Hili darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.